Ni wakati mwingine tumekutana hapa mwanamichezo kwa ajili ya kupitia sheria 17 zinazoongoza mchezo wa soka duniani, na hapa lengo la kipindi hiki cha kipenga cha mwisho ni kuangalia matukio ambayo yamejitokeza katika michezo tofauti tofauti, kwenda kuangalia sheria hizi 17 zimezingatiwa namna gani, matakwa yake yametimizwa namna gani, na waamuzi ambao wamepewa dhamana ya kusimamia hii michezo. Kama kuna namna ambavyo waamuzi wameboronga, iwe kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kupitia matukio hayo kwa utulivu kabisa, ili tuweze kujua kabisa kwamba ni nini kimejitokeza. Na ni faida kubwa sana kwetu sisi ambao tunatazama kuweza kujifunza baadhi ya mambo ambayo yanatokea katika michezo mbalimbali. Mimi ni Omar Katanga, nitakuwa hapa na wataalamu wangu, waamuzi wastaafu ambao wamefanya kazi kubwa sana katika soka la Tanzania, hasa wakishika filimbi na kuhakikisha kwamba michezo ya soka hii inachezeshwa kwa sheria zinazokubalika. Ninaye Idi Manase ambaye yeye yuko hapa kwa ajili ya kutupitisha huko, lakini Osman Kazi yuko hapa naye pia vile vile kuhakikisha sheria zote hizi 17 na matokeo yake tuliokuwa nayo tunayapitia vizuri, kwenda kuangalia nini kimejitokeza. Wewe mwamuzi ambaye unachezesha kwa sasa hivi utapata nafasi ya kujikumbusha baadhi ya mambo, lakini kwa wewe mwamuzi ambaye umeshastaafu utajaribu kulinganisha pengine enzi zako ilikuwaje na sasa inakuwaje. Najua sheria zimebadilika, lakini matukio yale jinsi ambavyo mnayaamua utapata faida kubwa sana, na wapo wale waamuzi ambao ni watarajiwa kama mimi ambao tunataraji kuja kuwa waamuzi wazuri baadaye kwa kufuata taratibu zote ambazo zinakubalika. Ni nafasi yetu na ni darasa letu kwa ajili ya kujifunza matukio haya tuliyokuwa nayo, na bila shaka wenzangu mko tayari, si ndio? Ndio. Naona nyuso zenu zina bashasha. Okay. Kila siku mwamuzi mtarajiwa. Kuwa basi mwamuzi. Bado naendelea kusoma kaka. Kozi ya uamuzi wiki 3. Mimi naipiga mara 2 yake, ile inakuwa wiki 4. Wiki 6 zinakuwa. Wiki 6. Ni sawa na mwezi 1 na nusu. Nimebakiza wiki 2 tu nitakuja kuwa mwamuzi. Nakutakia kila la heri. Asante sana. Karibu sana kwenye mfano. Na kwa kuanza najua tutaanzia madaraja ya chini, si ndio Kabla sijapewa nafasi ya kuchezesha ligi kuu. Ndio. Si haba, nimekubaliana na yote haya. Nikapata uzoefu kwanza chini. Sawa. Sawa, kwanza ni matangazo kidogo, halafu baadaye tukirejea tutakuja uwanjani kuanza kuangalia matukio tuliokuwa nayo. Endelea kubaki hapo. Sasa ni wakati mwafaka, tunakutana hapa katika upande wa kwenda kuangalia haya matukio. Macho yenu sasa yawe hapa. Tuanze kuangalia tukio moja baada ya jingine katika haya ambayo nimeandaa leo. Tutaanza na tukio hili. Offside ama sio offside? Ndio kitu ambacho tunajiuliza kwa sasa. Mechi ya Young Africans na Mtibwa Sugar. Mtibwa na Yanga, manake Mtibwa ndo wako nyumbani katika huu mchezo. Dakika hiyo Yanga wakiwa wanaongoza bao 1. Angalia hii, angalia Alan Okello anapuyanga na mpira, alafu umechorwa mstari hapo. Mwamuzi anakwenda kuamua nini? Ngoja tuiangalie vizuri sana hapa, macho yote hapa tujue. Mpira umetoka mguuni, Pacome na uwai anakamatwa offside. Nianze na Manase. Naam. Umejiridhisha kwamba ni offside clear? Mimi nimejiridhisha, lakini sio offside. Umejiridhisha lakini sio offside. Haya, maelezo yako. Naomba nisogee. Karibu. Nikupishe huko au hapo ulipo? Hapa twende kazi. Ngoja Manase sioni. Ukoni? Nyuma kidogo tu. Hapo. Anakutania huyu bwana. Kazi na maskhara sana unajua. Acha basi mambo haya. Na anakula nyanya kila siku, macho yake anaona vizuri. Natakiwa nione. Manase anasema nini? Kula mchicha sawa. Kula mchicha mnafikia. Ale mchicha Haya. Huyu aliyekwenda kupokea mpira. Aliyekwenda kupokea mpira. Hakuwa offside. Hakuwa offside. Ndio.
Yaani unamaanisha kwa maana yupi? Huyu aliyepokea mpira. Aha, unazungumzia Pacome sasa, si ndio Pacome mpira ulivyopigwa. Huyu kwanza hakuwa offside. Hakuwa offside. Huyo wakati mpira unatoka mguuni. Nipeleke taratibu ili tujiridhishe mpira unapotoka. Ndio. Haya, ngoja kwanza tuangalie hapa. Hapo sio offside naye. Wote wawili sio offside. Mpaka hapo sio offside. Wote sio offside. Haya, tuone mpira unapotoka mguuni sasa. Ili tujiridhishe. Ndio. Kama ni offside ama sio offside. Sawa sawa. Haya. Ngoja tuangalie kwa makini. Play. Wakati tunazungumzia mambo ya offside bana, kuna wakati unaweza ukajikuta unatakiwa uangalie kwa macho ya ng'avu kabisa ili usije ukakwama. Sawa sawa. Unaona mpira umetoka mguuni? Mpira unatoka mguuni. Huyu bwana bado alikuwa sio offside. Ngoja sasa tuirudishe kidogo hapa tujiridhishe kwa pamoja Ndio. Haya, tunairudisha hapa wakati mpira unakwenda kutoka mguuni. Hapo. Sawa. Sogeza kidogo. Bado. Mpira ufike mguuni. Mpira ufike mguuni. Offside hapo. Yaani ni pale alafu mpira mguuni hapo. Naomba tuweke kitu kimoja wazi. Unajua kuna sehemu tunawachanganya watazamaji wetu kidogo. Hatutakiwi kusema mpira unapotoka mguuni. Tunatakiwa tuseme mpira unapochezwa. Ndio unapochezwa. Unapochezwa kwa maana mwisho kwenda kwa mpokeaji. Sasa ndio unachezwa na mguu kazi? Yes. Ndio unapotoka mguuni sasa. Sasa na wanaelewa vocabulary ya sheria za soka ni kuchezwa. Plays. Mpira unapochezwa. Plays mean anapocheza. Wapigo lile la mwisho lile. Ndio. Huyo mtu anakuwa yuko kwenye offside kweli? Yeah. Hii hapa. Umetoka. Hapo ndo unatoka. Bado huyu bwana hajawa offside. Bado Pacome hajawa offside. Mwanengo hapa sasa ndo anaenda kwa yeye offside. Lakini mpira unakokwenda hauenda kwa Mwanengo, umekwenda kwa Pacome. Haya, tuiangalie. Umeona? Pacome yuko sahihi hapa. Sawa. Muone anaenda kutoa pasi. Naam. Huyu tayari wameshamaliza offside, tena imeshakufa tena huko. Huko ishakufa sasa. Kwa sababu tayari wameshapita, yeye akawa yuko nyuma. Hii hapa. Muone anapoenda kuipokelea sasa. Tayari hawa. Huyu ukishasogea na maana huyu sio offside tena. Maana yake unataka kusema kwamba kuna watu wawili wa mwisho. Kwa sababu hapa huyu alivyopita, alivyompa pasi huyu alikuwepo tayari kishazidi tayari, huyu hapa nafasi ya kotea hakuwepo tena. Ina maana angekuwa amepokelea hapa mbele, huku mbele ya hawa. Kwamba pasi kamkuta mbele, ina maana huyu ndo angekuwa offside. Lakini sasa huyu wamefika huko, huyu bwana kabaki nyuma. Kwa anaipokea, anapata haki ya kufunga. Sasa nashangaa assistant anakwenda kuinua kibendera. Kwanza alipata wapi offside yeye? Naomba sasa hapa kazi. Mwamuzi alikamata offside alimkamata Mwanengo ama alimkamata Pacome? Naomba tutoe darasa. Unajua hii ni shule. Ndio. Na kwenye shule kuna wanafunzi utawafundisha theory watakuelewa vizuri. Kuna wengine inabidi wafundishe practical ndio wanakuelewa vizuri. Sasa samahani kidogo hapa. Mimi nitaanza upya hii clip. Sawa. Hatoki mwamuzi msaidizi from nowhere akaja akaamua tu kunyanyua bendera ya offside bila kujitosheleza kwa mujibu wa sheria nini anachotakiwa kuhukumu. Na tunategemea. Sawa Sasa angalia vizuri hii tukio. Acha iende. Mimi huku sitaki kuongea chochote. Itakapokuja offside camera ndio inatupa ukweli wa jambo. Sawa. Okello anakwenda na mpira hapo, anaucheza huo mpira. Ndio. Sawa. Nionyeshe mwamuzi msaidizi yuko wapi? Haonekani hapo kwenye eneo analopaswa kuwepo. Yupo pale? Ni maana alikuwa mbele huko. Yupo kwenye eneo hapo? Hayupo. Kwa sababu huo mstari tunasema assistant referee
siku zote anatakiwa atembee na second last defender. Mtu wa mwisho yule. Second last defender hapa ni yupi? Ngoja tuanze kutoa namba. Au sivyo? Yanga wanatumia jezi ya njano. Okay, Mtibwa tuwaweke nyeupe. Sawa? Tuweke namba. First class defender anakuwa nani? Goalkeeper. Yuko huko ya. Sawa? Second wa pili huyu hapa. Au sivyo? Referee namwekea blue. Walikuwa wamevaa jezi nyekundu. Sawa? Referee alitakiwa, assistant referee alitakiwa kuwa hapa. Hayupo hapa. Hayupo. Au sivyo? It means she has a poor position. Sawa? Kwa sababu hii yeye anakuja kumhukumu. Unajua aliyehukumiwa huyo sio Pacome. Ndio swali langu lilikuwa hilo. Sio Pacome. Huwezi hukumu Pacome anyhow kwa sababu yuko nyuma kabisa na umati ambao umetangulia mbele yake. Au sio? Aliyehukumiwa ni Mwanengo. Na amehukumiwa Mwanengo kwa sababu yeye hayupo kwenye nafasi yake, lakini at the same time alisahau. Unakumbuka kuna wiki nilikuja na ile aspect ya kusema wait and see. Subiri na uone. Okay, tuseme Mwanengo yuko offside, tuseme he is offside kwa mfano, au sivyo? Kwa mfano mpira ulivyotoka, Mwanengo anaelekea ana sprint kuja huku na Pacome. Assistant referee amemhukumu Mwanengo kwamba yuko offside, lakini Mwanengo baada ya kufika katikati anabadilisha direction. Huku tayari assistant referee bila shaka, nataka nimtizame sasa anapohukumu. Umemwona? Unamwona alipo? Nimemwona. Tayari hakuna hata mmoja kati ya Mwanengo na Pacome ameufikia huo mpira. Hakuna. Ndio. Sahihi? Sawa. Kwa hiyo yeye alianza kumhukumu Mwanengo. In this case pia alitakiwa kusubiri. Assistant referees wanaambiwa kuweni na subra kwanza kabla hujaamua. Yes. Sawa. Kwa hiyo kilichomponza dada yetu hapa kuhukumu hii kitu ni kwamba yeye alianza kumhukumu Mwanengo ambaye hakuwa offside, lakini kutokana na poor position yake, sehemu aliyokuwa amesimama, sehemu aliyosimama hakuwa sambamba na second last defender. Sawa, umefanya vizuri. Asante. Na tumejiridhisha tukio hili. Tutatoka hapa sasa, twende tukatazame tukio jingine. Hilo tumejiridhisha kwamba haikuwa offside. Haikuwa offside. Mwamuzi ametuangusha hapa. Mwamuzi msaidizi. Mwamuzi msaidizi. Tujaribu kuhakikisha hiyo kitu kwa sababu watu huwa wanatukoti kwamba kwenye Kipyenga wamesema hivyo mwamuzi wakati alikosema mwamuzi msaidizi. Mwamuzi msaidizi. Na watu wakiambia mwamuzi anajua yule anayeshika filimbi pale katikati. Angalia tukio hili. Tukio hili. Mzamiru Yassin. Mzamiru mechi alionyesha kwenye nyekundu Ndio. Manake kuna matukio, la kwanza hilo. Mzamiru huyo. Alafu referee wa mechi kumbe alikuwa Nasoro Mchui. Mchui huyo. Mwamba. Anasema twende. Huyo Mchui bwana. Advantage hiyo, ametoa advantage. Ashaona kwamba okay kuna foul lakini hiyo hapo nyingine. Hii ya tatu. Mzamiru yeye huyo. Okay. Alafu anacheza fair play bwana, pole. Mwinchui anafika. Mchezaji veteran. Alafu kuna kitu cha kujikumbusha hapa. Nyingine hiyo. Hiyo foul amemchezea Mohamed Hussein. Walishawahi kuwa kwenye timu moja wakati fulani. Ndio, wanajuana vizuri hao. Hiyo ndio alipoanza kupigwa ile kadi afu na nyekundu inafuata. Sasa kwa nini anacheka? Mzamiru? Anajua alichokifanya. Ukomavu wa akili ni jambo muhimu sana ndani ya uwanja. Anayetoa kadi ni mwamuzi aliyebobea.
sawa most experienced referee naweza nikasema kwenye ligi kwa sasa hivi Nasoro Minchui. Anayemwonyesha kadi ni one amongst the wachezaji wakomavu au sivyo? Mtibwa, Simba, TRA sasa hivi au sivyo? Entire maisha yake yeye amecheza pale Simba. International games ameshacheza, ana uelewa mkubwa. Kwa hiyo alishajua kwamba hiki nilichofanya hichi mimi hainiachi salama hii. Na yeye mwenyewe anafurahia kabisa tukio lake. Sawa. Lakini hebu na tuangalie hizo foul zingine mbili zilistahili kadi. Kwa mfano hii hapa, hii foul imetokea dakika ya 11. Sawa. Minchui katuliza. Anasema twendeni. Nyingine hiyo. Unaangalia hii hapa. Hapo ndio ilipotoka kwenda kubandika mguu wake hapo. Okay. Hii hapo. Kagonga mguu. Hii inaeleweka because yeye binafsi alipambana na ule mpira mpaka akanyang'anya. Sasa ukishanyang'anya kuna kitu unategemea. Hii inastahili kadi because this is a late challenge. Sawa. Hakuwa makini na jinsi alivyoenda kuchallenge. Kwa hiyo hii ilistahili kadi ya njano na ndio. Hii hapo juu imeonyesha. Faulo mbili amemchezea Shehani zote mbili. Yes, wote wako katikati. Na mmoja alimchezea Mohamed Hussein. Zimba Junior. Kwa hiyo hii ilistahili kadi na hii pia kadi. Mwicho alikuwa sahihi. Sawa. Tuangalie tukio jingine hili. Tukio linalohusisha mechi ya Tanzania Prisons na Yanga. Bwana, hii tukio niliona. George Mpolo. Hii bwana niliona alafu nikatafakari sana. Inawezekana hii ndio iliyomweka nje iliyomweka nje Baka mpaka sasa hivi. Hii foul mbaya. Hii foul sio mchezo hii. Alishindwa kabisa kuendelea. Kanyaga vibaya sana hapo. George Mpole na ni kama alikuwa anajua kabisa anachokifanya. Tuangalie kwa makini macho yake anavyoangalia mguu wake wa kushoto unayekwenda kufanya madhambi. Macho yake anatazama kabisa eneo ambalo anakwenda kukanyaga. Hapa wachezaji katika move kama hii, Manase, mnagombea mpira, wewe ndio George Mpole. Ndio. Katika hali kama hii anayekuzuia amecheza hiyo tackling. Alafu Baka ni nani wewe? Unapaswa kufanya nini kama ukiwa ni George Mpole katika hali kama hii? Sasa hapo yani hapo haitakiwa amruke. Haitakiwa amruke hapo. Au amruke au amkwepe. Lakini sasa hiyo hajaruka, yani kapeleka kabisa kwamba kadhamiria kwamba mimi nakanyaga hapo. Omar, hebu play hiyo clip. Simuona? Anza upi? Hiyo. Alafu mwamuzi sijaelewa pale alimwadhibu kwa kiasi gani? Hakuna foul iliyotolewa hapo. Ina maana kuna foul imeendelea. Ndicho nilichoshangaa mimi. Hapa sikuona foul. Hakuna foul, alafu itakiwa huyu jamaa adhibiwe huyo. Na hii ilikuwa mapema kabisa, dakika ya 9 ya mchezo. Na kama kuadhibiwa alitakiwa adhibiwe kwa adhabu ipi? Hapo kuadhibiwa. Hapo kadi nyekundu bwana. Si makusudi anaenda kanyaga mguu makusudi hapo. Moja kwa moja ile kadi. Kadi nyekundu. Kwa kuwa kadhamiria. Kwa nini kadi nyekundu? Kakanyaga kwenye mwili kabisa, kwa mwili wa mtu, kwamba kadhamiria kwenda kukanyaga. Na kakanyaga kweli. Unaona? Mimi nataka leo ufunguke. Why kadi nyekundu? Kadi nyekundu kwa sababu kanyaga tumeona kama kanyaga. Sawa. Au sivyo? Ndio. Na George Mpole ndio alikuwa anakwenda na huo mpira. Ndio. Mimi kuna kitu mimi natamani ukiongeze. Sitaki mimi kiongeze wewe. Yaani hapo mimi, yani kwa mimi nilivyoona nyinyi waamuzi. Yaani mimi kwa mimi nilivyoona, yani hapo mimi kwa yani naona kwamba yani makusudi, ina maana kwamba makusudi haya alistahili adhibiwe kwa kadi nyekundu. Sasa masuala ya kisheria hii tunaita serious foul conduct play. Ndio hii tulichokuwa tunategemea. Serious foul play. Unaweza hii ukaipeleka kwenye reckless challenge. Lakini reckless challenge kunakuwa hakuna nguvu ya ziada iliyotumika. Hapa
George Mpole speed aliyokuwa anaenda nayo. Anza upya tena. Sitaki tuangalie kwenye, unaona hiyo speed ambayo alikuwa anaenda nayo. Alitakiwa awe makini kwamba mwenzangu huyu ameingia chini huku, ameshaucheza mpira. Yeye alitakiwa atafute sehemu tofauti ya kufuata ule kafika kakanyaga. Sasa hii moja kwa moja inaenda kwa serious foul play, na sio serious foul play, careless wala reckless challenge. Ile serious. Hata mimi ningetoa red card. Umeona? Sasa hapo sijajua mimi mwamuzi alikuwa wapi hapo. Tatizo ni hapo. Mwamuzi alikuwa wapi wakati tukio hili linatokea? Pengine hakuona. Maki hapo simuoni mwamuzi mimi hapo. Labda pengine ni kwa sababu hujaja na vitendea kazi. Nilikupa unishikie, nilichukua baada ya mapumziko. Nadhani hebu tukubaliane kidogo. Nadhani mwamuzi baada kuona Baka amenyanyuka na anaendelea, akajua tu baada, akaona ni jambo la kawaida. Pengine mwamuzi hapo yuko wapi? Hebu tuliangalie hapa Baka alinyanyuka baada ya kuchezewa hii hapa, baada ya kuchezewa hii akanyanyuka akaendelea kidogo. Hapo ndio baada ya kwenda kama hatua mbili maumivu kuendelea, nasikia maumivu sasa. Hii ni red card bwana. Wala haina mjadala. Umemzungumzia mwamuzi. Kwa nini mwamuzi hakutoa red card sasa? Hebu anza clip upya. Mwamuzi anaonekana hapa. Simuone mwamuzi mimi kwa saizi hapo muone. Kwa hiyo hapa mwenye kutakiwa kumsaidia vizuri zaidi assistant namba 1 huko. Si namba 1, si namba 2 huko namba 1 ambaye tuko naye sisi. Alipaswa amsaidie. Na yeye hakuona? Hakuna namna hii tukio hajaiona. Hakuna namna. Maana hakuna chochote wanachoangalia zaidi ya mpira uko wapi. Exactly. Kwa hiyo lazima wataona matukio yote. Sawa. Tutoke hapa. Tuangalie tukio jingine. Hili tukio moja kati ya matukio yaliyozua maneno. Hii ni kona inapigwa na Mtibwa Sugar. Na Mtibwa Sugar, lakini sasa kabla haijapigwa hii tusaidiane kidogo, waamuzi mtusaidie. Ndio. Huu mpira unaonekana umekaa sehemu ambayo sio kwenye eneo lake. Ngoja. Nimeiweka vibaya hii. Iko sahihi? Naomba nisogee. Karibu. Umekaa kwenye aki yenyewe ile inayotakiwa ama imezidi kidogo? Yaani hapo ni sahihi, uko sahihi kwa sababu mpira ukigusa kidogo, yaani ukigusa tu kale kachaki kale. Kwa hiyo umegusa uko mchezoni. Umegusa. Umeona hapa? Kamegusa, ina maana uko mchezoni. Sawa. Kwa macho ya kawaida hapo naona kama uko nje ile kona arc. Yaani kinachotakiwa pale ni kugusa. Haya, tuangalie hili tukio. Kona inapigwa. Hii ni kona ambayo Mtibwa alipata bao la kusawazisha. Angalia hili tukio. Analalamika huyu mchezaji kwamba hapa ilipowekwa vipi? Tumwangalie vizuri. Na yeye yuko karibu kuliko mwamuzi. Analalamika hapa kwamba hapa palipowekwa ni sawa. Hapa palipowekwa ni sawa. Tunamwona? Ndio. Na yuko karibu anashuhudia. Ndio. Acha tuendelee. Haya. Mwamuzi kasema ni sawa, tuendelee na wanaendelea. Simona umegusa. Ngoja kwanza kidogo. Mimi macho yangu naona kidogo kama kuna kama haujagusa kwenye ile arc. Unaona jinsi palivyo hapa? Radius ya mstari ya mipaka ya uwanja ni inchi 5. 5 inches. Ngoja nikusaidie kidogo. Hapo sioni kama kuna hiyo hali. Sawa. Ya kugusa. Huo. Njoo. It is not necessary kwamba hapa mpira ulipokaa hapa chini ndio iwe imegusa mstari. Unaona hichi kitumbo hichi? Hichi kitumbo kinatakiwa kiwe sehemu ya mstari.
Je, upo sehemu ya mstari hapo? Upo. Utatuambia wewe sasa, Kitumbo kipo kwenye sehemu ya mstari au hakipo? Kwa nini mchezaji wa Yanga alikuwa analalamika? Haelewi huyo. Na yeye yuko karibu. It's sawa, tutoke basi. Ni kitu cha kueleweka kwamba hata kwenye upigaji wa free kick mchezaji wa timu anayezuia anatakiwa kuwa umbali gani kutoka kwenye mpira? Ijulikane hivyo 10 yards. Yeah. Sawa. Kwa nini mpaka refari anaondoka kwenda kupanga ukuta, hapa kwenye mpira kuna mtu anakuwa amesimama, anatakiwa asimame hapa? Atakiwe mbishi. Kwa maana hiyo huyu mbishi anasimama, anajipanga, wenzake wajipange vizuri kule. Mwamuzi ameshamwambia nenda kule, ndio anageuza sasa. Unasikia? Nenda kule. Huwa hawaondoki mara nyingi. Fuatilia hiyo kitu mpaka walazimishwe. Unasikia? Kwa hiyo kuna ile hulka ya wachezaji. Kumbuka hii ilikuwa ni additional time. Sawa. Kwa hiyo tuliangalie tukio lenyewe sasa kwanza. Mwamuzi amesema ni goli na mpira unapelekwa kati. Lakini mlinda mlango Diarra hajakubaliana na hili tukio, hajakubaliana nalo. Hii ni kona goli kona goli hilo ya moja kwa moja. Mwamuzi amenyosha kati na Diarra anaona kashafungwa hapo, kashafungwa. Anaangalia, mbona sielewi chochote. Mwamuzi anamaliza mpira. Tamaro analalamika, mbona muda umeonekana kama vile umemaliza mapema. Akamwambia, angalia saa yangu hii hapa. Hili tukio najua tutakwenda nalo katika baada ya mapumziko, tutarudi nalo tena hili tukio. Tumalizie dakika tuliyobaki nayo 1.5. Kwa namna ambayo imetokea. Diarra amekuwa mbogo kweli. Manase, tuanzie kwako afu tumalize na kazi. Kwanza mimi nataka nianzie kwanza hapo kwenye goli hapo. Kwenye goli kwanza Hapo goli lilipofungwa hapo. Ngoja tuianze sasa upya. Hapo kwenye goli lilipofungwa. Huyu golikipa amefungwa goli sahihi. Lakini kwanza yeye kaanza kuleta matatizo yeye mwenyewe kwanza kwa kutaka kumsukuma mtu na akamsukuma akashindwa. Baada ya kutoka pale ndio anataka kwenda kujilizisha kuokoa mpira uliopigwa. Akawa amechelewa na goli imeingia. Kwa hiyo akawa anatafuta sababu sasa. Yaani hiyo sababu anaitafuta sasa kwamba nimefungwa goli, lakini sababu mpira huu mimi kuna mtu kanizuia. Yaani hapo sasa unamaanisha kwenye eneo hili. Ndio. Tumwangalie vizuri golikipa hapa. Golikipa anatafuta sababu hapo sasa. Wakati mpira unatoka hapo atafute nafasi ya kuweza kutoa mpira golini kwake, lakini sasa unamaanisha kwamba alisukuma. Yeye ndio alikuwa anasukuma mtu. Golikipa kaanza kumsukuma mtu ili kusudi aondoke katika eneo, lakini akajikuta yeye mwenyewe anafanya kitu hicho, kashindwa kumuondoa mtu, na matokeo yake yeye kashindwa kwenda kuokoa mpira. Hapo ndio alikuwa anamsukuma hapo. Hapo anasukuma yeye. Hapa. Ndio. Weka darubini ionekane vizuri zaidi. Ionekane namna jinsi alivyokuwa anamsukuma, si ndio? Ndio. Haya, ngoja umeanza upya. Play tu. Nitaka nilipate tukio lenyewe kwa ukaribu zaidi. Naomba nikusaidie kidogo hapa. Katika kulielezea. Sawa. Ile engo tuliyoipata ni engo moja nzuri sana, hii hapa. Hii hapo. Sawa. Tuanze kuanzia mwanzoni wakati hapa pazuri hapa. Unasikia? Kuanzia hapa mpira unapopigwa. Sawa. Shughuli ipo hapa. Sawa. Hii sio kosa kwa mshambuliaji kusimama mbele ya goalkeeper. Naomba kwanza hiyo ieleweke. Kwa nini sio kosa? Kazi ya mshambuliaji ni nini? Ni kushambulia kwenda kufunga.
ameamua kusimama mbele ya goalkeeper ili afanyeje? Apate nafasi ya kufunga. Apate nafasi ya anakosa kusimama mbele ya goalkeeper ili yeye apate nafasi ya kufunga. Ndio tuambie. Manase, kuna kosa? Hamna kosa hapo. Kwamba kusimama mbele ya goalkeeper. Katanga goalkeeper. Ndio. Sawa Mimi nishaona fursa kwamba goli hili hapa. Kona inatoka huko. Au sivyo? Ndio. Katanga huyu acha nisimame mbele yake ili mpira ukija nianze mimi kuucheza. Sijasimama hapa kwa ajili ya kukuzuia wewe kuona, nimesimama hapa ili niweze kuucheza huo mpira, niwe wa kwanza kucheza mpira. Kupata mpira ndio. Kwa hiyo unaruhusiwa wewe kusimama popote bana. Ndio, ruksa. Hakuna mtu mwenye title deed ya sehemu ya kusimama hapa. Hakuna mtu mwenye title bala, lazima goalkeeper asimame hapa au iweje. Hakuna hiyo. Sasa unanizuia. Sawa, tafuta nafasi nyingine wewe. Anakuzuia, tafuta nafasi nyingine. Nitakuzuia. Kama anakuzuia hama, wewe unataka nafasi nyingine. Hama. Kwa nini jukumu langu goalkeeper kutafuta sehemu nzuri ya kuona mpira vizuri. Halafu mimi nikiendelea kuja sehemu wewe unapoenda na huko mpira ushachezwa, wewe unaenda huko, halafu mimi naamua kuja kusimama mbele yako ni kunyima sasa. Hiyo ndio kosa. Hiyo ndio kosa. Lakini ukiangalia hapa subiri kidogo, hebu fafanua vizuri. Wakati kona haijapigwa bado, mshambuliaji ama mchezaji yoyote ambaye anashambulia anaruhusiwa kusimama popote, hata mbele ya goalkeeper, si ndio maana yake? Exactly. Ndio. Lakini mimi ndo napaswa kama goalkeeper nitafute pahala ambapo utaona vizuri, ambayo unaona kwamba mpira utaona vizuri na naweza kwenda kucheza vizuri mpira, wakati naendelea kuhangaika kutafuta sehemu nafu mpira ushapigwa. Ukishapigwa wewe unakuja tena kunizuia mbele tena huku hivi. Hapo ndio kosa linapatikana. Hapo sasa ndipo kwa sababu ninakuzuia sasa kwamba nia yangu mimi sio tena kucheza mpira, ni kukuzuia wewe kufikia mpira. Nia inabadilika sasa. Kwamba nakuzuia wewe kufikia mpira. Kwa sababu wewe umehama, mimi nimehama na wewe. Sawa. Unakumbuka mara nyingi mimi huwa nasemaga kwamba tuna hukumu nia ya mchezaji. Kwa hiyo hapa nia ilikuwa ni kwamba huu mpira ukija mimi nianze kuucheza. Sawa. But at the same time Diarra anachokifanya anamsukuma yeye huyo mshambuliaji. Kwa nini amsukume? Kwa nini asitafute eneo lingine? Isitoshe, wakati mpira ukishachezwa hapa, au sivyo? Diarra ashaona kwamba mpira umechezwa, alikuwa na uwezo wa kumzunguka forward. Sasa katika ile motion ya kuzunguka, huyu forward akienda akimblock, tunamhukumu forward kwamba anazuia progress ya goalkeeper kwenda kucheza mpira. Dhamira yake imechange. Sio kucheza mpira tena, ni kuzuia goalkeeper asiweze kucheza huo mpira. Lakini alichokuwa anakifanya Diarra hapa, angalia vizuri, Diarra ndiye anamsukuma. Unaona, yani yuko free kabisa hapa, yuko free. Diarra ndio anapiga kelele bana, au sio? Yeye yuko free, wala hajambugudhi Diarra. Ndio. Kwa hiyo hapa aliyecheza foul ni nani? Diarra. Ni Diarra alianza kusukuma. Alianza kumsukuma. Hii hapa anamsukuma sasa, muda ambayo anataka kurudi kucheza mpira sasa kashachelewa. Manase ulikuwa goalkeeper zamani. Ndio kazi yangu hiyo, na huyo goalkeeper huyo Osman Kazi goalkeeper. Kazi bwana, unadaka hata huyo mwenyewe Katanga goalkeeper. Wote ni goalkeeper wa tupu. Huyo anatutega, anajua nini. Mimi mwenyewe nimeenda muda mrefu. Kimsingi ile tukio. Sasa samani. Naam. Umeona hiyo scenario ya nani? Ya Diarra hapa ameshika magoti. Goli lilipoingia Diarra alikuwa anataka kwenda kuchallenge. Kuna sehemu utamwona anageuka kutizama nyuma. Au sio? Anaona hakuna mwenzake ambaye anaenda kumsupport. Ngoja tumtazame. Anageuka. Bado hajatoka hapo. Pale goli lilipoingia. Haya, ngoja. Huyo hapo. Angalia. Rudisha nyuma tena kidogo. Rudisha nyuma, acha iende nyuma.
bado. Huyu hapa ananyanyuka hapo Diara, play. Ananyanyuka, unaona, anakwenda, mwachie aje. Hii tukio lilitokea dakika ya ngapi? 90+1.5, au sivyo? Mechi ilipoisha, Mohamed Damaro kaenda kumlalamikia mwamuzi, na ndipo Diara alipopata nguvu ya kwenda kwa mwamuzi. Damaro analalamikia muda, analalamikia muda. Damaro analalamikia muda na mwamuzi anamwambia angalia saa yangu hii hapa, kuja to play hapa, saa yangu hii hapa. Ndio muda umekwisha, si ndio? Manake najiridhisha mlinda mlango mwenzangu hapa amefanya madhambi, lakini Diara si tukio lake la kwanza kwenda kwa bugudhi waamuzi. Yeah. Unadhani imetokea mechi ya Simba na Yanga, imetokea mechi ya Azam, imetokea mechi ya hii ya Mtibwa. Lakini mechi kama 3 hivi consecutive. Mimi nasemea kuhusu hiyo habari ya goalkeeper. Ina maana hawa waamuzi inakuwa kama tabia wameshamlea. Ina maana huyu kutoka golini tu kwanza, tendo kutoka golini unakuja kwangu, unatakiwa kukutana na kadi. Ukipimaka ukionyeshwa kadi pale pale, angekuwa ameshaanza kujifunza kwamba kumbe nikienda kule bila sababu nitakutana kitu kama hichi. Sasa wewe mechi ya kwanza hujaonyeshwa, unakuja mechi ya pili hujaonyeshwa, leo mechi ya 3 hujaonyeshwa. Si unaona unakuwa kama ndio tabia tu kwamba nitakwenda tu mimi. Basi sawa. Tunayo matukio mengi sana tutaendelea kuyazungumza hapa. Basi mtazamaji, tambua tu kwamba ni kipyenga cha mwisho ambacho tunaendelea kuzungumza na kuangalia matukio kadha wa kadha katika sheria 17. Tuone ni nini ambacho kimezingatiwa. Haya ambayo tumeyashuhudia, tutayashuhudia pia na mengine. Endelea kuwa nasi hapo, usiondoke, bado matukio tunayo ya kutosha.
Hii ni kuashiria kwamba tunaingia kwenye kipindi kingine cha pili katika matukio yetu haya ambayo tunayaangalia ndani ya kipenga cha mwisho. Mimi ni Omar Katanga, ninao bado wataalamu wangu hapa, Osman Kazi, mwamuzi mstaafu wa FIFA, ninaye pia Idi Manase, na ni mwamuzi mstaafu. Wataalamu hawa tunapitia haya matukio. Tumeona matukio kadha yaliyopita na sasa tunakwenda kuangalia matukio mengine. Kwa nini nimeshika kadi? Kama mwamuzi hatotoa kadi kwenye tukio lolote kuanzia sasa, nitatoa mwenyewe. Tuanze na tukio tuanze na tukio hili. Tukio hili ndo tunaanza nalo, mechi ya TRA na Yanga. Hii hapa. Huyu ni Mzamiru huyu eh? Tukio hili. Namwona jezi namba 30 akandwa naho. Huyo akandwa naho. Taka kupenya akashindwa. Kwa nini analalamika huyo? Akandwa naho. Ametaka kupitisha mpira ikashindikana, na nyosha mkono juu. Analalamikia nini? Nini anataka? Jinsi mimi ninavyoona. Naam. Anamhukumu Mohamed Damaro kucheza mpira kwa mkono. Aha. Lakini in reality hata kama mpira umeenda mkononi hapo, Damaro hajaongeza size ya mwili. So hakuna penalty hapo. Yuko katika kuziba. I mean, mikono haijatumika kuongeza size ya mwili. Na isitoshe ndio kuna ile kipengele kwenye law 12 inayozungumzia handball kwamba not every ball on the hand is a handball. Sio yote. Kuna sehemu nyingine sio. Lakini hapa Damaro hujamgusa kabisa kwenye mkono. Umeenda. Afu isitoshe na mwamuzi alikuwa karibu sana pale. Ni ujanja wake tu. Ujanja tu, atafuta faida. Atafuta faida. Na mwamuzi ameshtukia janja hii. Ameshtukia maana pale kwa sababu ameona watengeneza faida hapo. Sawa. Tutoke hapa. Tuangalie tukio jingine hili. Tukio hili linalohusisha mechi tena hiyo TRA na Young Africans. Bwana, hii mimi nimekutana nayo kwenye mtandao. Mtu alikuwa anaenda kabisa golini, kavutwa. Hiyo hapo. Sasa ngoja nifuatilie. Nilivyoiona nikacheka sana. Pela! Nani? Katanga wewe hapo una mwanafunzi wetu. Unaamua nini hapo? Mimi kwanza sijui. Nataka nimtafsiri mwamuzi. Usiseme hujui. Nifanye hivi. Nafasi ya Nasoro Mwinchui wewe uko uwanjani. Hii tukio limetokea, unahukumu nini? Si hukumu penalty hii. Unahukumu nini? Na iacha kama ilivyo, kwa sababu kwanza nimempa advantage mchezaji. Alikuwa na uwezo wa kuendelea kukokota mpira kuelekea golini. Hajafanikiwa lakini. Sasa. Alafu kavutwa mpaka ndani ya penalty box. Na bado mpira anao katika eneo zuri la kwenda kufunga. Lakini wakati anatengeneza mazingira ya kuingia kule, si alibugudhiwa. Alishafanikiwa kucheza mpira bila kuwa na mtu yoyote ambaye anamgasigasi. Umekomaa. Asante sana. Umekomaa. Lakini faida kidogo. Unajua Omar, nikusaidie kitu moja. Hata sisi wakati tunafanya mitihani ya urefari, kuna maswali ya mtego kama haya yanakuja. Mengi ndio yanakuja hivyo. Yanakujaga mengi sana. Kwamba hii imetokea. Unaamua vipi? There is something called advantage. Au sivyo? Naam. When do you apply an advantage? Kwamba yule aliyechezewa foul, yeye au timu yake inapata fursa ya kuendelea na kuna uwezekano mkubwa wa kufanyikiwa. Tukisema kufanyikiwa tunazungumzia kufanyikiwa vipi? Kupata goli. Huyu mshambuliaji alitaka nafasi gani zaidi ya hiyo kujihakikishia kufunga goli? Sema uhodari wa Djigui Diarra. Diarra msemeni kwa tabia mbaya, lakini kwa performance wise pia msemeni. Hii
alionyesha ushujaa mkubwa wa kuweza kuzuia. Sio kwamba tukitoa advantage basi ni lazima goli liingie. Swali la msingi. Naam. Amevutwa kweli ndani ya penalty box? No. Ndani ya kaanzia nje. Katoka nje mpaka kaingia naye ndani huko. Alianza naye nje. Katoka naye nje huko. Mwana kuanzia. Bado rudisha tu. Bado. Katoka naye mbali kidogo. Mwana poroka nayo. Hapo ndo anaanza kumgusa, si ndio? Wametoka mbali sana. Kwa hiyo huyo mpaka ndani ameenda naye. Sasa hapa mwamuzi anapompa advantage kama ulivyosema hapa. Ndio. Hii advantage inatakiwa idumu kwa muda gani? Mpaka mchezaji atakapomaliza kufanya tukio. Within sekunde 2 mpaka 3. Yaani within muda huu, au sivyo? Huyo aliyechezewa foul anatakiwa hapo kisha tayari kamwachia, na bado jamaa amepata nafasi iko wazi kabisa za kucheza. Hajabugudhiwa na mtu. Ila tu bibi hapo mwamuzi hapo ndio bado alinivuruga kichwa hapa. Kama ametoa advantage na huyu bwana alikuwa ameshafanya makusudi ya kumshika kwa makusudi, si ndio? Haitakiwa baada ya tukio limemalizika huko amtafute tena muoneshe kadi ya njano huyu. Maana sasa umempa advantage mtu sawa. Lakini huyu tendo lake lilikuwa umefanya, ina maana kwamba lilikuwa la makusudi, baki kumshika mtu makusudi. Lakini sasa kamsahau, ina maana kwamba huyu haitakiwa baada tukio likisimama amwite baada ya kujoba na kukumbusha kule, kwa sababu ulinifanyia kosa fulani hapa, kadi ya njano. Kwa hiyo hata kama sio kadi, ni maneno hata maneno basi mwenye basi angalau. Sasa hiyo yeye mpira umeshaokolewa, umeendelea kushasahau kwamba kulikuwa na tukio fulani limetokea. Kweli hapa itakiwa akumbushwe, kwa sababu vinginevyo atafanya tena. Na hivyo ilivyokuwa namvuta Bukta, wakati mwingine unaweza kukuta anaishusha mpaka chini, wakati mwingine inaweza kawa ni shida. Lazima akumbushwe kwamba tukio hili ulilofanya sio zuri katika mchezo. Sawa, tuko vizuri hapo. Tuangalie tukio letu la mwisho leo. Mechi hiyo hiyo limefungwa goli, lakini kibendera amenyosha offside. Hii hapa tunaiona mpira unapigwa, tunaiona vizuri hii. Mpira unapigwa, umeshatoka pale, mtu anajitwisha kichwa na mwamuzi amemkamata offside. Osman Kazi, naomba nianze na wewe hili jambo. Tukio hili ni kweli dada yetu amemkamata kihalali? Sio kwamba gumu kujibu. Rahisi sana kujibu. Nikajua ni gumu kujibu, nitaka kusaidia kujibu. Rahisi sana kujibu. Hii ni sorry. Mtafute kwanza. Unanipa dakika ngapi? Nakupa dakika 3 tu, ametumalizia hili jambo. Hii yuko nyuma. Mwamuzi huyo. Yupo nyuma. Kwa nini yupo pale? Okay, maamuzi aliyochukua ngoja. Maamuzi aliyochukua ni sahihi because ni Damaro. Sio Damaro. Ni nani? Huyo Mwanengo. Tumemwongea sana Damaro. Mwanengo ukiona hapa kwenye mstari wa offside, yeye ameingia ndani ya offside zone kuliko Shamu. Huyu Shamu au sivyo? Ni Shamu. Shamu karibu. Huyu ni Shamu. Mwanengo ameingia kwenye nafasi ya kotea na kweli amehukumiwa sahihi kabisa kwamba ni offside. But again, kuthibitisha hilo sikupenda position ya mwamuzi msaidizi. Haikuwa sahihi. Na hii ninachokiona mimi kwamba imekuwa
mwendelezo. Sasa sijui unajua Katanga ifike sehemu sinaruhusiwa kutoa ushauri. Ndio maana yake unaruhusiwa. Kuna waamuzi wasaidizi mimi natamani sana kuwaona kwenye hizi mechi. Ukiniuliza kuhusiana na huyu mwamuzi msaidizi, kwangu mimi huyu ni mgeni. Wako ambao wamebobea, wapo kwa mfano Neema Mwambashi, msikia, yupo mtu kama Neema Mwambashi amebobea sana kwenye kibendera. Hamis Changwalu yule na unaona performance yake unaiona, pamoja na yani unapowazungumzia wale waamuzi wa kongwe utamweka Changwalu pale, utamweka Nasomi Nchui, Neema unamweka nani mwamuzi msaidizi mwingine, achana na hawa kina Frank Komba. Ngoja. Achana na Frank Komba na Mohamed Mkono, achana nao. Wao bado ni tunawazungumzia ni wageni kwa hawa wengine, hawa kina Changwalu na kadhalika. Wako wale ambao wa muda mrefu, unaona hiyo. Kuna hitajika kwenye hizi mechi ambazo zinavuta hisia za watu, au sivyo, tutumie waamuzi wenye quality ambao tuna uhakika na kazi yao na uwezo wao. Yani ningemwomba sana kakaangu, mwalimu wangu Sudi Abdi, pamoja na mwenyekiti wetu wa chama cha waamuzi mzee wetu Emmanuel Chaula, au sivyo, wapo kwenye ile kamati ya waamuzi, waangalie, waweke na hao wengine waletwe wakiwa bado wanatafuta uzoefu fulani. Hatutoona makosa. Hakuna makosa kwenye maamuzi, kwa maana ni kweli position hizo ndio wanapotea. Wanengo kweli yuko na nafasi ya kuotea na amehukumiwa sahihi, lakini unawapa benefit of doubt. Hii ni mpaka Kipenga ikija kuchambua Osman Kazi, Manase na Mkomwa na wengine waje wathibitishe bana hii kweli, au sivyo? Hapana. Kuna wakati darasa yetu mtu ajihukumu mwenyewe kwamba hapa niposimama ni sawa. Yes. Unamkamata, unatembea na mtu wa mwisho. Exactly. Kama unatembea na mtu wa mwisho ili umkamate offside ama la, asio yeye amekuacha kabisa, au wewe usio umewaacha kabisa, wewe ukaja huku mbele ukawa offside wewe badala ya mchezaji. Ni kitu ambacho nikushukuru sana Kazi kusema kweli. Alafu mimi naomba kitu kimoja. Yaani hawa waamuzi wetu hichi kipindi ni darasa tosha. Ina maana anapokuja hapa kwa darasa akiangalia hapa atakuwa ameshajifunza kitu fulani, kwamba mwenzangu alikosea hiki na mimi niende kajifunza kitu fulani. Lakini sasa wenzetu hao sasa hivi ukimuuliza umeangalia Kipenga anakwambia nyinyi mmecheza kwenye nani huko bwana, kwenye kiza. Sasa hivi inakuwa inaharibu hiyo. Dada yetu amesimama hapa wakati mstari mchezaji wa mwisho yuko hatua moja nyuma, yuko mbele yake. Unakwenda kumkamata vipi offside mtu? Mtu unaweza kulalamika hapa kwamba ndio akikuangalia tu akikutizama kwa anaona kabisa huyu yuko nyuma huko, anakukatalia au uko mbele yake. Hii ilikuwa very tight. Ni very tight, ndio hii very tight. Unaifumbia macho. Very tight. Sawa. Kwa hiyo ndio tukio letu la mwisho hili ambalo tumekubaliana tulimalizie leo, maana kuna matukio mengi ambayo tutakuja nayo tena kuja kuyazungumza kwenye kipenga cha mwisho kama ilivyo kawaida yetu. Lakini tunavyosema kipindi hiki watu watazame hata wale waamuzi wa sasa. Ndio maana yake kujikumbusha baadhi ya matukio kama haya. Sasa inawasaidia. Na mara nyingi huwa naitaga salamu hapa Kazi, unakumbuka baadhi ya waamuzi kama akina Abdi Wajihi yule kutoka Tanga, anasema inatusaidia sana kusema kweli sana. Tukiangalia tunapata elimu, tunajikumbusha. Unajua kitu kimoja tukiweke wazi Katanga. Wakati sisi tunachezesha vitu hivi kaka tulikuwa hatuvipati. Ndio. Hii ni faida manake. Mimi kila siku nasema hivi. Hizi timu zikimaliza mechi hapa zinaenda kwenye uwanja wa mazoezi kufanya mazoezi. Kuangalia makosa yale yafanya.
wapi walipokosea, nini walichokosea, wanajirekebisha. Mwamuzi nani anamsahisha zaidi ya kipenga cha mwisho? Zaidi ya kipenga cha mwisho. Nani anayewapa darasa wasikia wakaona kwamba kumbe hii ilikuwa hivi bana, nilitakiwa kufanya hivi. Mwingine anasema kumbe hii inahukumiwa hivi. Hii darasa moja ya kipekee sana shehe wangu. Kabisa. Manase, nafasi yako kwa uamuzi, wadogo zako wengine, watoto wangu wengine, watoto wangu wengine ndio sisi tunakuja upcoming. Tunakupa wiki mbili. Tunakupa wiki mbili. Alafu kitabu usipate tabu. Kitabu wewe nenda ka download kwenye nani? Kwenye simu yako utakutana na kitabu kimomo. Nataka nikabidhiwe na mmoja kati yenu, niseme kabisa kwenye historia nimekabidhiwa kitabu hiki na fulani. Basi go tutamwambia Ahmed Mteza atafanya kazi hiyo. Asante. Yaani mimi natoa ushauri wa mwisho. Ndio. Ili uwe mwamuzi mzuri, kwanza ujiamini. Ukishajiamini utachezesha mpira bila shida, lakini usipojiamini utachezesha mpira kwa uoga. Na hasa kwenye matukio ya kadi, yale matukio ya kadi yale yanasababishwa na uoga. Kwa hiyo nawaomba waamuzi, kipenga cha mwisho ni bonge ya darasa kuliko madarasa yote unakutana nayo, kwa sababu unaweza ukachezesha mpira mchangani kwa usijione, lakini ukija hapo kishachungulia kwenye kipenga cha mwisho utakuwa umeshapata jifunza kitu fulani ambacho kitakusaidia wewe. Sawa. Mfano mimi sasa hivi nina kazi moja huko mtaani huko. Mwamuzi, njoo tukusaidie hapa. Naendelea kutengeneza darasa lingine kuwafanya wale watu wapunguze basi jaziba zao na waweze kujua hata angalau sheria. Sawa. Niwashukuru sana jamani. Tumezungumza vya kutosha kwa muda mrefu sana, na kwa bahati sijatoa kadi yoyote. Mungu akubariki. Hakuna mtu anastahili kuonyesha kadi. Mmekuwa watulivu kwa sababu. Asanteni sana jamani. Asanteni sana. Sasa tukapumzike. Inshallah.